Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kushirikiana na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeendelea kuchukua hatua mbalimbali za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mmomonyoko wa fukwe unaosababisha bahari kuingia katika makazi ya wananchi. Katika kutekeleza hili, serikali imefanikiwa kupata ufadhili kupitia mfuko wa mabadiliko ya tabia nchi Green Climate Fund, ambapo jumla ya dola za Marekani 500,000 sawa na takriban shilingi bilioni 1.3 za Tanzania zimetolewa na mfuko husika kwa ajili ya kutekeleza mradi katika mwaka wa fedha 25-26 na 26-27 wa kuimarisha utayari wa kisiwa cha Zanzibar kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mradi huu utaanza mara baada ya tathmini ya athari hizo kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Kombo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Nungwi wanataka kujua ni lini tathmini hiyo itakamilika, kwa sababu kuanzia mwaka wa fedha wa 2023-2024 majibu ya serikali yalikuja kuhusu tathmini, na nukuu, waziri wakati huo alijibu, kwa mwaka wa fedha wa mwaka 2023-2024 serikali kupitia afisi ya makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar imetenga fedha jumla ya shilingi milioni 650. Mheshimiwa Kombo, utakuwa kama unachangia, uliza tu swali. Asante Mwenyekiti. Ni lini sasa tathmini hiyo itakamilika? Lakini swali la pili, kadri siku zinavyokwenda pale hali inazidi kuwa mbaya. Sasa tunataka kujua sisi kama wananchi wa Nungwi ni zipi hatua za dharura ambazo serikali zitachukua kukabiliana na hali ile pale. Asante. Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mheshimiwa Kombo, mbunge wa Nungwi, kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge, ameshafika ofisini kwetu karibia mara 3 mara 4 kwa ajili ya kufuatilia jambo hili. Hata jana alikuwepo ofisini kwetu. Tathmini tayari imeshafanyika, tathmini ya awali kwa Zanzibar yote, na tumebaini maeneo karibia 148 ambayo yameathirika zaidi, na katika hayo maeneo 148 maeneo 11 yapo Unguja, maeneo 123 yako Pemba na maeneo 25 yako Unguja. Na serikali baada ya kufanya tathmini hiyo tumeanza kutekeleza mradi wa mabadiliko ya tabia nchi kukabiliana nayo katika ngazi ya jamii. Tayari tumekwisha anza. Kwa awali tumeanza na halmashauri 11 kule Zanzibar na tumeanza na halmashauri 54 Tanzania bara. Kwa hiyo hatua inayofuata baada ya tathmini hii kukamilika, sasa tunakwenda kufanya tathmini ya kubaini gharama kwa kila eneo ambalo limeathirika, yakiwemo maeneo anakotokea Mheshimiwa mbunge. Swali lake la pili ametaka kujua ni hatua gani za dharura ambazo serikali inachukua. Kwenye eneo la Mheshimiwa mbunge, wilaya ya Kati, tumebaini maeneo 3 ambayo yameathirika zaidi kuliko maeneo mengine. Eneo la wadi ya Cheju, eneo la wadi ya Chakwa na pamoja na eneo la wadi ya Ubago. Mwaka huu wa fedha kwenye bajeti hii tunaokwenda kuitekeleza, kwenye bajeti ambayo bunge hili limetupitishia, tumetenga kwa nchi nzima, kwa maana pande zote mbili, kupitia fungu 31 tumetenga zaidi ya bilioni 31 ambazo zitatekeleza miradi hii ya mabadiliko ya tabia nchi kwa awamu, na awamu itakapofika tutajielekeza kwenye maeneo hayo ya Cheju, Chakwa na Ubago.